Tumekuja hapa kuzungumzia mchezo wetu wa marejeano. Hatutaki kujitahidi, tunataka tufuzu. Watanzania wana Simba wanataka kufuzu. Hawataka neno la kujitahidi lisiwe. Tusiliandae ile neno. Mechi imeisha 2-2, umejitahidi kwa, hatutaki kujitahidi. Simba sio timu ya kujitahidi. Simba ni timu ya kwenda kufuzu. Lazima tufikie target. Support ya washabiki ni kubwa sana mitandaoni. Ukisoma mitandao ya kijamii, kila mwana Simba ana hope kwa sababu wanaiamini timu yao. Wanajua performance yao. Tuliwafunga Platinums 4-0. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Tuliwafunga Vita 4. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Utopoa pamoja na kushangilia kwao tushapiga 4 hapa. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Wameshangilia kweli rafiki zangu. La kuhangaika na yao unashangilia na wewe mwenzio anasoma university, wewe unahangaika darasa 7 hujafaulu mtihani, unalalamika kweli. Unashangilia akili za kindezi hizi. Sijawahi kuona duniani. Kwamba unafurahia alofeli darasa 7, alofeli university, wewe form 4 umepata 0. Tena mpaka Kiswahili umepata 0. Sheikh, watu wetu ndio tuwazoe, ndio mashakili tulionayo nchi yetu. Sasa mimi niombe washabiki wetu kupitia nyinyi wanahabari, tumejiandaa kama uongozi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo Jumamosi. Lakini mwisho wa siku maandalizi yetu yatadepend na miguu na vichwa vya kina Unyango pamoja na wao. Bila shaka yoyote watapokea maelekezo ya mwalimu wao, tutakwenda kushinda hii mechi. Chiko, hebu niwekee hiyo kitu. Nyumbani 4 unaenda kushinda 5. Nikamwambia hii inatakiwa iwekwe katika kitabu kile cha rekodi. Mnakiita nini? Guinness Book. Lakini bahati mbaya mpaka leo haijawekwa. Lakini najua itawekwa. Na kwa kile tutakachokifanya Jumamosi, basi inshallah kitawekwa katika rekodi ya dunia. Wale katika nchi nyingine wangejengewa japo visanamu vidogo vidogo vikawa vinakaa pale nje ya uwanja. Ni rekodi kubwa. Tena sio ujengewe hapa. Pale mechi ichezwe Independence Stadium. Tena mbele ya rais wao wa nchi wakati ule mzee wetu Kenneth Kaunda. Na walisafiri hapa kwa treni ya Tazara. Kati hiyo treni ya Tazara ndio mpya kabisa. Nadhani na mwaka mmoja au miaka 2. Mpya. Treni ya Tazara ilivyokuwa na upya wake ilikuwa kama unapanda Emirates hivi. Mimi nimeipanda miaka mingi kidogo tunasoma Mbeya, ilikuwa kama unapanda Emirates. Standard ya first class yake ilikuwa ni balaa. Sasa tulikwenda kule kwa treni mpaka Pirimposhi, kapanda basi mpaka Lusaka, tukenda kumpa mtu 5. Serikali ikawachukulia ndege wakati wa kurudi. Tulipoa kocha wa muda marehemu Joe Bendera alikuwa naibu waziri wa michezo na mkoa wa Morogoro, ndiye alikuwa kocha wetu. Kwa hiyo hii rekodi hii nimeisema vizuri na kwa utaratibu ili nyinyi wanahabari na Watanzania muone katika mpira lolote linawezekana. Linawezekana kabisa. Kikubwa hapa ni mioyo ya wachezaji wetu kubeba hicho kitu. Inawezekana. Sio siri, juzi hatukucheza vizuri. Niliandika na naendelea kusema na yani naisema tu wala sina haya. Sio Simba ambayo watu wameizoea. Tulikuwa down mentally and physically. Tukaanza tumerogwa. Kwa hiyo uchawi upo kwenye mpira. Imekuwaje Simba hii? Kufungwa inawezekana. Lakini unajua unaweza kufungwa goli 4 bila, lakini ukaona kuna kitu yani imetokea fluke unafungwa unacheza. Lakini hata watu wengi wanasifu Simba na possess zaidi kuliko Kaizer Chiefs. Yes, statistics zilimesema hivyo. Lakini kama una possess utengenezi nafasi, ina maana gani? Sisi tushazoea kupossess lakini na kucreate chances. Hatakuwa hivyo. Chochote kinawezekana Jumamosi kama mioyo ya wachezaji wetu itakuwa uwanjani 100%.
Nye semeni huko, naona simu nyingi kila wakati tumwa message washabiki wa Simba wanapush, fanya ni hiki, fanya ni hiki, fanya yote tutafanya. Lakini kama wachezaji wetu hawatajitoa kwa, wakijitoa kwa 90% tu tupate goli 5. Wanatakiwa 110%. Narudia. Ili tushinde Jumamosi, pamoja na kufanya kila jambo, tuahidi hata $1 billion, tuahidi chochote kile, tufanye kila aina ya jambo. Kama wachezaji wetu hawatajitoa chini ya 100%, hatuwezi kushinda hii mechi. Tunaweza tukashinda 2-1, tuhitaji 2-1. Tunaweza tukashinda 3-0, tuhitaji 3-0. Tunaweza tukashinda 2-0, tunahitaji 5-0. Margin yake iko tofauti ya goli 5 bila kuangalia aggregate, yani siwe 5-1. Ikiwa iwe labda 5-0 ama 6-1 ama 6-0 na kuendelea. Wanaweza wakiamua. Wanaweza, no doubt. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kukubali kwamba tumetolewa katika competition hii. Kwa sababu katika kitu tunachokiamini sasa hivi, yani ukiniambia vitaje vitu vitatu tunavyoviamini sana sasa hivi vilivyopo duniani, Simba Sports Club, kwa maana wachezaji wa Simba lazima watoke katika best top 3 yangu. Kwamba uwezo huo wanao. Lakini lazima waamue. Hawezi kuwa na uwezo afa mjaamua. Wakapigane kwa jasho jingi na damu. Wawasikilize walimu wao, maelekezo yao. I'm sure tunakwenda semi-final. Si kwamba tunawadharau Kaizer. Si kwamba Kaizer ni timu ya kawaida, ni timu nzuri, lakini hawawezi kuwa bora kuliko Simba ile tunaijua sisi. Dakika 90 zile tukitumia jasho jingi, concentration ikawa 100%, no mistakes, I'm sure tunakwenda semi final. Nitazunguka kwenye media kupromote mechi na kuwaomba washabiki waje, na nina hakika watakuja, na nina hakika watashangilia, na tunaanzia leo kwenda mazoezini pale kuwapa nguvu wachezaji wetu, kuwapa spirit wachezaji wetu. Na hata nyinyi mna session waandishi ya dakika 15 kuzungumza na coaches kule kwenye Bunju. Yote ni katika kwa encourage wachezaji wetu waone hii jamii ya Tanzania hii na wategemea wao. Na look, tunakwenda kutengeneza records kubwa. Kushinda hii peke yake 5-0 kwenye stage hii pia ni rekodi nyingine. Wataandikwa kwa wino wa dhahabu. Leo ni zaidi ya miaka 42 tunawasimulia hapa kina Mohamed Kajole Machela na kina Abdallah Mwinyi Mkuu na kina George Kulagwa na kina Athman Mambo Sasa. 42 years nimekaa hapa kwenye press na wataja mashujaa walichokifanya kule Independence Stadium Zambia. Why baada ya miaka 40 hawa kina Chama, kina Boko, kisiwe kizazi hiki msemaji mwingine wa Simba akawa sehemu kama hii anawahadithi watakachokifanya Jumamosi? Maisha ya mpira, maisha mcheza mpira, maisha ya binadamu ni historia, legacy ulioacha. Mchezaji hukumbuku kwa kuwafunga sijui hizi timu za kawaida za ligi nisizitaje kwa majina, goli 2, goli 3. Unakumbukwa katika mechi kubwa kama hizi. Yani aishi lazima ataandikwa historia yake kama atamaliza pale kwa clean sheet alafu watu wamefunga goli 5 kule au zaidi. They can if they want. Kama wataki, kama wapambani, hatuwezi. Tutaishia 3-1 basi tutaishia, tumejitahidi sana. Hatutaki kujitahidi. Tunataka tufuzu. Watanzania wana Simba wanataka kufuzu. Hawataki neno la kujitahidi lisiwe. Tusiliandae ile neno. Mechi imeisha 2-2 umejitahidi kwa, hatutaki kujitahidi. Simba sio timu ya kujitahidi. Simba ni timu ya kwenda kufuzu. Lazima tufikie target. Support ya washabiki ni kubwa sana mitandaoni. Ukisoma mitandao ya kijamii, kila mwana Simba ana hope kwa sababu wanaiamini timu yao. Wanajua performance yao. Tuliwafunga Platinums 4-0. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Tuliwafunga Vita 4. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Utopolo pamoja na kushangilia kwao tushapiga 4 hapa. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs?
Ameshangilia kweli rafiki zangu. Ya kuhangaika na yao unashangilia na wewe mwenzio anasoma university, wewe unahangaika darasa 7 hujafaulu mtihani unalalamika kweli. Unashangilia akili za kindezi hizi. Sijawahi kuona duniani. Kwamba unafurahia alofeli darasa 7, alofeli university. Wewe form 4 umepata 0. Tena mpaka Kiswahili umepata 0. Sheikh, watu wetu ndio tozo wetu, ndio mashakili tulionayo nchi yetu. Sasa mimi niombe washabiki wetu kupitia nyinyi wanahabari, tumejiandaa kama uongozi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo Jumamosi. Lakini mwisho wa siku maandalizi yetu yatadepend na miguu na vichwa vya kina Unyango pamoja na wao. Bila shaka yoyote watapokea maelekezo ya mwalimu wao, tutakwenda kushinda hii mechi. Chiko, hebu niwekee hiyo kitu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.